Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Kijana wangu bado mdogo na ndo ameanza, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mwanzo wake ni mzuri. Ameshiriki nusu juzuu, bado kadogo. Kameshiriki nusu juzuu na ametoka kwa mshindi wa kwanza. Mimi kwa kweli naona motisha kubwa sana. Sana. Yaani kwa kweli nimeiona na namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa sababu kilio changu kikubwa ni watoto wangu kukishika kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala na kukihifadhi na kukielewa kwa maana na kukiishi. Yaani hiyo ni ndoto yangu kubwa sana. Na vile vile na kijana wangu ameshiriki juzuu 3 lakini hakubahatika kushinda kwa leo. Kwa hiyo waliingia wawili. Mmoja alishiriki juzuu 3 na huyu mdogo alishiriki nusu juzuu. Allah amenipa kwa huyu ambaye ameshiriki nusu juzuu, lakini hata yule pia amenipa kwa sababu mimi huwa naamini wote walioshiriki pale ni washindi. Unajua wakati mwingine mtu anakuwa na ile uoga na nini, lakini si kwamba hajui kusoma. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah, na naomba aendelee kuwakuza katika Qur'ani. Huyu wa nusu juzuu huenda mtu hajaona kimo chake. Ana miaka mingapi? Ana miaka 4. Miaka 4. Wow. Wewe unamfundishaga ama amelisi kwa nani hivi? Mbona mtoto mdogo lakini anakuwa na wepesi kama hivi? Tukizungumzia kurithi basi labda atakuwa amerithi kwa babake kwa sababu babake Qur'ani ndio imekaa vizuri kichwani. Mimi bado najisukuma mdogo lakini mwenzangu yeye amenitangulia sana. Qur'ani imekaa, lakini pia hatuwezi kusema kurithi. Ni jitihada kwa sababu mtoto wangu mimi anasoma kwenye hii madrasa ya hapa Swalihin, na tunachokifanya katika jitihada ambayo nimeiona matunda yake na nimeona matunda kwa kweli kwa sababu hana muda mrefu sana kwenye hii madrasa na nilimleta hapa hajui hata alifu wakati amekuja. Hajafika hata miezi 4. Amekuja hapa hajui alifu na hajafika hata miezi 4, lakini leo hii ameshiriki nusu juzuu na ameweza kutoka nafasi ya kwanza. Jitihada kubwa ya kwanza nayoiona mimi ni tumemtoa kwa ajili ya Allah mtoto wetu. Mimi mwanangu anakuja darasani alfajiri kabla ya kwenda shule. Anakuja kusoma Qur'ani alafu ndo anapelekwa shule kila siku. Kwa hiyo ni kubwa sana. Kuna wengine mtu mwingine hawezi kumtoa mtoto kama yule wa miaka 4 alfajiri kamkuta yuko huku anasomeshwa Qur'ani alafu ndo aende shule, anaona kama bado mdogo, alale kwanza afanyaje, lakini mimi mtoto wangu namzoesha. Kwanza Muislamu anatakiwa azoeshwe kwa alfajiri, ndio inavyotakiwa. Kwa hiyo hata baadaye haitamsumbua. Kwa hiyo ndio jitihada ambayo naiona sana kwa sababu anakuja kuishika kitabu cha Mwenyezi Mungu kabla akili yake haijachoka. Kabla akili haijachoka kwa sababu akienda shule anakuwa tayari Qur'ani ameshasoma. Anaenda shule na akirudi shule anarudi tena kwenye Qur'ani. Kwa hiyo akiamka kitu cha kwanza ni Qur'ani kwanza kabla ya shule ya. Ni faraja kiasi gani kuona kizazi chako kinaishi vile ambavyo wewe unahitaji kwenye misingi ya kumfuata Mwenyezi Mungu? Mimi najisikia raha na bado najiona. Yaani najisikia raha na ninaona bado na namwomba Mwenyezi Mungu anisaidie kiongozi kizazi changu kiishi katika njia yake. Umetoa zawadi pale kwa kijana, sikumbuki juzi ngapi, aje dukani kwako kuchukua viatu. Ulijiandaa na hili kwamba nitatoa zawadi hii ama ni ghafla tu uliguswa na vile ambavyo amesoma? Siwezi kusema kwamba eti sikujiandaa alafu niwe mkweli. Mume wangu ndo aliipendekeza kabla ya mimi. Yeye ndo aliipendekeza. Kwa hiyo aliipendekeza kabla tu akanipa hiyo taarifa na mimi nikaja nikawaambia. Kwa hiyo yeye ndo haswa mhusika aliitoa hiyo zawadi. Ila kwa sababu ndo hivyo Snura Shoes, kwa hiyo mtu lazima nione mimi, lakini hii zawadi haswa mlengo kabisa mwenyewe aliyekusudia alikuwa ni mume wangu. Lakini mume wangu ndio mimi. Kwa hiyo ilikuwa ameshasema na mimi nikaja nikawaambia, jamani, mshindi wa juzuu 30 yoyote atakayeshinda anatakiwa ingie dukani achukue kiatu anachokitaka. Wakati mashindano yanaendelea, katikati ya mashindano mvua kama ilitaka kukatisha fulani hivi, mwisho wa siku mambo yakamalizika. Tusemeje, ni baraka za Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani tukufu ama tafsiri yake nini hasa? Tuna tafsiri ni baraka, kwani mvua tunaionaje? Bila mvua kweli tunaweza tukaishi? Hata kwa kishki ilinyesha? Hiyo ni baraka, ni jambo la kawaida kabisa wala sio shida. Si unaona mvua imenyesha na jambo limeendelea vizuri. Alhamdulillah. Sawa, tuzungumzie zawadi yako ambayo alitangaza pale Sheikh Kishki ya wewe sambamba na mumeo kuweza kupata safari ya kwenda Maka kama sikosei. Furaha yako ni hiyo hapa, ulitarajia? Mtu anaweza kujiuliza kwa nini Snura mtu maarufu ama ilitokea tu ama Kishki aliwapanga itakuwa hivi ama tafsiri yake nini? Kwa kweli Mwenyezi Mungu mwenyewe ndo amenipa. Mwenyezi Mungu mwenyewe ndo ametugea kwa sababu
Mimi mpaka nafika pale kwenye kikao kile sikujua kwanza kama hata timu yangu itashika nafasi ya kwanza. Ndio kwa mara ya kwanza nimeingiza timu kwenye yale mashindano ya Qur'ani. Yani ndio kwa mara ya kwanza sisi tumeingia kuwa volunteers pale. Kwa hiyo sikuwaza kama timu yetu inaweza ikashika namba 1. Na hata wakati anataja mshindi wa 5, kwanza nilihisi labda tunaweza yani nilihisi huenda tukawa wa 5. Nilihisi. Mbona unajikatia tamaa hivi? Kwa sababu unajua yale makundi wenzetu wana uzoefu. Wako muda mrefu, wana miaka na miaka. Sisi ndio kwa mara ya kwanza tumeingia kufanya. Japokuwa tulifanya kazi ngumu na tulifanya kwa moyo na tulifanya kwa ajili ya Allah. Na ndio maana nikasema Allah ndio aliyetugea, kwa sababu aliona mioyo yetu sisi tulienda pale kwa ajili ya Allah na sio kitu kingine. Kwa hiyo hata wakati anataja mshindi mimi kichwani sikuwaza hilo kwa kweli. Alipotaja wa 5 nikaona basi hapa sisi hata hatujapata. Lakini Mwenyezi Mungu ana mipango yake na sisi tuna mipango yetu. Ilikuwa sisi tumeshika nafasi ya kwanza, na nafasi ile tulishika kwa kweli tulistahili, kwa sababu kazi pia tulioifanya ilikuwa ngumu sana. Sio nyepesi. Sio nyepesi na sio kila mmoja anaweza kuifanya. Sasa tumwambie huyu ambaye ameanzia story kuona kwamba Snura na mumewe wamepata zawadi na kukeka kwa Sheikh Kishki. Sababu ilikuwa ni nini hasa? Sababu ni kutokana na kazi ambayo tulifanya pale, kushinda ndio tukazawadiwa hiyo tiketi. Kwa sababu pale volunteers tulikuwa tuko wengi na makundi yalikuwa karibu 22. Kwa hiyo makundi 5 ndio yaliyoshinda. Ikiwemo ndio hilo kundi letu ambalo lilikuwa nimeshika namba 1. Sasa sisi zawadi yetu ndio ilikuwa ni tiketi ya kwenda umra mimi na mume wangu, na kuna makundi mawili pia na wenyewe wamepata tiketi ya kwenda umra moja na wengine walipata nadhani kama 5,500 na simu. Sawa, jina la Snura limekuwa ni jina zuri ambalo linatajwa vizuri sana kwenye mifano ya watu. Mara kadhaa wanawake maarufu nchini kwetu tunapokuwa wamefanya kitu nasema igeni mfano wa Snura, igeni mfano wa Snura, fanyeni kama hivi kwenye 1 na 2 kuweza kumrudia Mwenyezi Mungu. Natamani nisikie kutoka kwako. Huwa unayasikia na furaha zako ni zipi kuona kwamba wanakulinganisha kwenye mambo mazuri zaidi ambayo Mwenyezi Mungu anayapendelea? Mimi huwa nasikia raha na furahi, mpaka nafurahi kwa machozi. Na huwa namshukuru Mwenyezi Mungu mpaka anasema sijui Mola wangu ni kushukuru vipi. Naona kila ninavyokushukuru pia kama haya. Yani shukrani yangu bado naiona ndogo kwa Mola wangu kwa yale ambayo ananitendea, kwa sababu nakutana na mengi sana, nakutana na watu ambao wanakuambia nabadilika, mwingine nimebadilika kwa sababu yako, mwingine yani ni vitu vikubwa sana kwangu. Yani namshukuru sana Mwenyezi Mungu, na niombe tu wengine pia wajitoe, warudi tushirikiane kufanya kazi ya Allah. Warudi, kwa sababu nimekuja kugundua kumbe kuna namna fulani ukiwa maarufu alafu ukatoka kwenye yale maisha ukaja huku, kuna namna watu wanaona kwamba ameweza fulani nami naweza. Kuna ushawishi unaongezeka, unakuwa mkubwa. Kwa natamani sana angepatikana hata na mwingine, hata na 2, hata na 3, hata na 10, hata na wote. Tuje tufanye kazi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwenye kubadilika kwako mwanzoni lazima kunakuwa na vile watu wanasema huyo tunampa muda fulani atarejea tu. Wengine watakusema vibaya, wengine watasema hivi. Kuna namna yote sasa hivi kwamba watu wanakubali kusema kwamba kweli umechagua njia sahihi, maneno mabaya yameisha kwao? Ni kweli mwanzoni watu walikuwa na wasiwasi, lakini sasa hivi sijaona wasiwasi. Tena mwingine anakuambia mimi tena hapa basi sina tena wasiwasi. Ila kikubwa tumuombe Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu yeye ndio mwenye kujua waja wake na yeye ndio amepanga maisha ya kila mwanadamu. Kikubwa ninachokiomba kwake anifishe nikiwa katika njia yake basi. La mwisho la kumalizia, nilipata bahati ya kuweza kuzungumza na shehe mmoja hivi anaitwa Sheikh Diwani, yuko Mbagara, kuhusiana na kubadilisha kwa dini kwa Gigimani. Mmoja kati ya watu ambao naamini unawafahamu, alimtolea mfano mzuri sana. Alisema kwamba moja kati ya watu ambao walikuwa na watumainia wabadilike ni Gigi. Ningependa afuate mfano kama wa Snura na muombea kwa Mungu aendelee kuwa hivi, mwisho wa siku na yeye aingie kwenye dini. Ningetamani nifahamu na wewe kutoka kwako, furaha yako ni ipi mara baada ya kuweza kumuona jina la Gigimani limekuwa Muislamu, lakini na shehe anamuombea mema?